Nasema hatuwezi kuishi kwa mkate bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu haangalii idadi. Mungu anaangalia mioyo iliyopondeka na kuvunjika ya kwenda kujifunza habari za neema hii ambayo tumepewa. Kabla ya kuanza kujifunza, niseme wiki hii tumekuwa wiki hii ambayo imepita tumekuwa na siku 3 za semina pale ukumbi wa Diamama hoteli, na nashukuru Mungu kwa wale ambao tulikuwa pamoja. Katika kitabu cha Ayubu, naomba fungue pamoja nami kitabu cha Ayubu sura ya 14. Tutajifunza kitu kizuri kifupi ambayo Mungu amenisemesha kwa kina. Ujumbe huu unasema kwa harufu ya maji. Sema kwa harufu ya maji. Mungu aliposema nami usiku, ilikuwa usiku sana, nikamwambia mama, wanasema kwa harufu ya maji. Nilikuwa nimeandaa mambo mengine ya kuendelea kujifunza. Bwana apewe sifa. Jinsi ya kushughulikia milango. Haleluya. Bwana akasema kwa harufu ya maji. Nataka tufungue pamoja kwanza katika kitabu cha Ayubu. Tuanze hapo Ayubu sura ya 14 na mstari wa 7 hadi wa 9. Sura ya 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Ayubu, kitabu cha Ayubu. Nataka nisome. Nitasoma alafu nitaeleza, alafu tutaendelea kujifunza. Biblia inazungumza hapa. Najua unajua kitabu cha Ayubu kinazungumzia mapito ya mtumishi wa Mungu Ayubu, ambaye alipita katika changamoto nyingi, lakini sio kwa sababu alikosea, lakini kwa sababu alikuwa kwenye vipimo na alikuwa anamtumikia Mungu katika njia iliyo sahihi. Bwana asifiwe. Na nikasema ukweli wote huanza rohoni. Everything you see, chochote unachokiona kilidhihirishwa kwanza rohoni, ndio kikaja katika mwili. Kwa hivyo hapa mtumishi wa Mungu Ayubu anapitia, lakini kuna maneno ambayo Mungu alitia ndani ya kinywa chake akayazungumza. Nataka tuone sura ya 14 mstari wa 7 ambapo anazungumza na wewe na mimi siku ya leo. Anasema, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Mstari wa 8, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo. Mstari wa 9, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Bwana asifiwe. Mungu alikuwa anadhihirisha kuwa Mungu mwenye wivu mwingi sana, Mungu anayependa wale aliowaita wanaomtumikia katika roho na kweli. Bwana asifiwe. Tunajua kama tulivyofundishwa neno la msingi kwamba mtu yoyote ambaye ni mwenye haki hupita katika mitihani ambayo ushindi wake ni dhahiri, lakini yanahitaji kuwa na tabia au na chembe za Roho Mtakatifu. Anatakiwa kuwa na vinasaba vya Yesu Kristo ndani yake. Bwana asifiwe. DNA, ili aweze kupita na kushinda majaribu ya kicha. Yanabagua kati ya wenye haki na wale ambao ni watu wa kuchechemea. Kama tulivyofundishwa, kuna watu ambao hawako serious na imani. Yanabagua kwa sababu wale ambao ni wa kuchechemea wanabaki, wanasombwa na mawimbi, lakini wale ambao wako imara kama Ayubu ndio wanamtumikia Mungu kwa nguvu zaidi. Ayubu hata hakudhubutu kusikiliza mke wake na wale wote waliokuwa ndugu zake au marafiki zake, hakudhubutu kuwatii maneno yao. Haleluya. Wengine walisema yamkini umetenda dhambi, yamkini umekosea, lakini yeye alisema nalikuja duniani utupu na nitarudi hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo hapa. Sasa anapozungumza kuna maneno kadhaa nataka tuyaone kwa kifupi. Moja,
Biblia inazungumzia pale mstari ule wa 7, anasema kwani yako matumaini. Bwana asifiwe. Kuna kitu anaita matumaini, na tunajua Kristo Yesu ni tumaini la utukufu. Anasema yako matumaini. Naweza kuandika hivyo, matumaini ni kutokata tamaa. Bwana asifiwe. Matumaini ni nuru au mwanga au njia, hope. Haleluya. Biblia inazungumza katika kitabu cha Wakorintho, inatoa vitu vitatu. Inasema kuna imani, matumaini na upendo. Bwana asifiwe. Maana ni mafiga matatu yanayoshikilia imani ya wokovu. Bwana asifiwe. Anasema yako matumaini. Matumaini ni moja ya nguzo ya imani. Ni moja ya nguzo ya imani. Kama hauna matumaini, hauwezi kuamini. Hauwezi kuwa na saburi ya kusubiri au kuamini na kukaa ukigoja. Biblia inasema waongojea Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa bawa kama tai. Kwa hivyo matumaini, mtumishi wa Mungu anazungumza hili neno, nataka mlijue. Nilisema kila herufi iliyoandikwa katika Biblia ina maana yake kubwa. Haleluya. Inaweza kukupa uhai au uzima. Bwana asifiwe. Tunaona matumaini. Lakini katika kitabu cha Wakolosai tuguse, lakini tutarudi pale pale. Hebu angalia kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Ili tuone hilo matumaini. Mtumishi wa Mungu Paulo mtume anasema siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Mstari wa 27, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Bwana asifiwe. Anamuita Yesu Kristo tumaini la utukufu. Kwa Kiingereza anaitwa the hope of glory. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo mtume anasema yeye ndiye alifunua siri za utajiri ulio ndani yake kwa wale wamchao, kwa wale wamtafutao. Kuna utajiri uliositirika kwa ajili ya wale wenye haki. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tunapoendelea katika kitabu hicho cha Ayubu, nataka urudi pale, usiende mbali, sura ile ya 14. Tumeona hapo mstari wa 7 hadi wa 9. Anaendelea, kuna neno lingine limetajwa hapo, anasema kwani yako matumaini ya mti. Kuna neno mti. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine walimu tunapenda kufundisha, wakati mwingine kila neno. Mti ni ishara ya maisha, ukuaji, maendeleo, udhabiti, ustawi, afya au uhusiano kati yetu na Mungu. Ndio una mti. Ukisikia mti, kuna sehemu atataja matawi yake, unadhihirisha kukua, maana mti hukua na kuongezeka. Bwana tusaidie sana. Na mti una sehemu zake ambazo zinadhihirishwa katika neno, kama mizizi ambayo ni msingi wa mti au msingi ulio dhabiti na imara. Mti ni ishara hiyo, na anazungumzia kwani yako matumaini ya mti, yako matumaini ya udhabiti, yako matumaini ya ishara ya maisha yako, kukua kwa maisha yako au maendeleo yako, yako matumaini. Kumbuka, hakuna kitu unachokifanya ambacho hakiwezi kushambuliwa na adui, na wakati mwingine Mungu anaruhusu ili apime imani yako, ili akupandishe cheo. Bwana tusaidie sana. Kuna watu wamebaki katika vyeo vya chini kwa sababu hawapendi mitihani. Kwa Mungu inaitwa mitihani. Kiswahili hakina misamiati mizuri, kinaita majaribu, lakini kwa Mungu sometimes anaita test au trials. Sawa, tunasema majaribio katika mitihani. Ni hayo yanayoitwa majaribu. Kwa Mungu, Mungu hamjaribu mtu. Biblia inasema
Kwa hivyo tuone neno lingine ambalo limetajwa hapo. Anasema mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Kukatwa, neno kukatwa, tuone tu maneno haya. Neno kukatwa ni kukutana na changamoto, kukumbwa na changamoto au upinzani. Anaposema mti ukikatwa, manake ukikutana na changamoto, challenges. Katika context hii anamaanisha ukikutana na changamoto. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ukakaa ukatulia katika neema na uwepo na faraja ya Mungu. Haleluya. Matokeo yake ni tofauti na yule ambaye alikuwa hayuko thabiti kama mti. Haleluya. Jambo lingine limetajwa katika mstari wa 8, ijapokuwa mizizi yake, mstari wa 7, samahani, utachipuka tena. Kuchipuka maana yake ni kurejeshwa, kurejeshewa, ni kurudishiwa tena. Nataka tuangalie katika Yoeli sura ya 2 mstari Bwana alisemesha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25. Sura ya 2 mstari wa 25. Nataka tuone Mungu anavyozungumza. Yoeli sura ya 2 mstari wa 25 na 26. Anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema ni yeye aliyeleta. Kwa hiyo sio majaribu, ni mitihani. Haleluya. Jeshi lake kubwa aliyolileta. Kumbuka hawa ni wadudu waharibifu sana. Hawa wanasikia madumadu, ni wadudu lava waharibifu sana. Lakini anasema nitawarudishia, I will return, I will give you back. Nitawarudishia, nitawapa. Bwana asifiwe. Maana nitachipuza tena kile kilichoangamia, nitakirudisha, kwa kuwa wewe haleluya umekaa katika njia yangu. Bwana asifiwe sana. Bwana tusaidie. Juzi tulipokuwa tunasoma tulijifunza kuhusu njia iliyo nyembamba na njia pana. Kwa hiyo tunaona hapa anasema nami nitawarudishia. Mungu ndiye anayesema hiyo miaka iliyoliwa. Chochote ulichowahi kupoteza kwa njia moja na nyingine, ukiwa katika imani au kama haukuwa katika imani lakini ukaingia katika uhusiano na Mungu, Mungu anasema nitakurudishia. Haleluya. Nitakurejeshea. Sio mimi, Mungu anasema nitakurudishia. Bwana asifiwe. Hiyo miaka iliyoliwa na tunutu, nzige, parare na madumadu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Anaendelea kumalizia mstari wa 26. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana baada ya mtihani, baada ya kufaulu mtihani, unaingia kwenye kiwango kingine cha juu, unaingia kwenye daraja lingine, unaingia kwenye utukufu na ushindi. Bwana atusaidie sana. Mtihani haukuletwa ili ukunyanyase, ili ukutese, ili ukukatishe tamaa, lakini uliletwa ili ukuongezee cheo. Bwana asifiwe. Amen. Kama hakungelikuwa na mtihani, basi watu wote wangebaki chekechea. Haleluya. Ya kiroho. Bwana atusaidie. Watu wote tungebaki tu. Hakuna mtu anayepata hiki na hiki. Bwana atusaidie sana. Amina. Mungu ni mwema sana. Nataka tuangalie neno lingine, turudi pale katika kitabu cha Yoeli. Yoeli tuna neno lingine linazungumzia kabla hatuja mizizi. Neno linazungumzia mizizi. Angalia pale kuna neno mizizi katika kitabu cha Ayubu. Bwana asifiwe sana. Mizizi kama nilivyotangulia kusema ni nguvu, ni msingi. Haleluya. Inaweza kuwa ndio afya yako, ni uchumi wako, ni ndoa yako. Kumbuka zile zikiguswa, haleluya, ni changamoto sana. Lakini angalia, inakatwa, mti umekatwa, lakini mizizi inabaki. Mizizi ni imani,
mizizi ni matumaini kama tulivyoona. Haleluya! Ni ile imani yako katika Kristo Yesu. Watu wote wanaweza wakakuacha, ukamgeukia Kristo ukamwambia, Bwana, ninakuamini wewe, hata sasa nitatumaini. Haleluya! Hautaaibika, maana mwisho wa mambo yote neema ya Mungu bado itakuelekeza katika ushindi ulio sahihi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini niseme neno lingine, amesema, hebu tusome katika ile sura ya 14 katika mstari wa 8. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo. Bwana asifiwe sana. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani, yaani watu wanakuona kama imani yako haikuletei matokeo. Wanatazama, huyu anashinda akiombaomba, huyu anashinda kanisani, huyu anakaa na anaona washirika ni 2 au 3, huyu anadumu kwenye kumpenda Mungu wake, huyu anamtumaini Mungu na hajapata ABC. Hiko ndicho kuchakaa. Japokuwa mizizi yake huchakaa mchangani. Bwana asifiwe. Hatujaambiwa mizizi yake imeng'olewa au imekufa, lakini ni kuchakaa tu. Usiogope kuchakaa. Utachakaa leo, kesho watakushangaa katika jina la Yesu. Watu wanaweza wakakusema leo, wakaona wewe ni bora kuliko wewe, lakini kesho watakuomba msaada. Kesho watasema, ulikuwa wapi? Ulifanya nini? Bwana umeinuliwa hivi kwa pamoja. Bwana asifiwe. Kuna wengine wanaweza akafanikiwa, mtu ambaye hamjaonana muda mrefu, mkikutana naye atakushangaa, atadhani kwamba ulikuwa hivyo muda wote, kumbe zimekuja maradufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake. Tunaona neno kuchakaa ni kuharibika, ni kupungua. Bwana asifiwe sana. Ni kuachwa, ni kutengwa, ni kuonekana kama kufa au kukosa matumaini. Watu wanaoona kwa macho, watu wanavyokutafsiri au wanavyotafsiri mambo, sivyo Mungu anavyotafsiri. Bwana atusaidie. Mimi nimeshuhudia mambo mengi sana katikati ya wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna wengine tumehudumia, kwa kweli Mungu akawa amesema, na alipotimiza kwa kweli Mungu ametenda. Bwana atusaidie sana. Na wengine wanangu, nilikuwa nawaambia, wengine wako mbali wanapiga simu, Mungu amefanikisha, tumewatamkia hapo. Haleluya. Mahali tulipokuwa kanisa pale Sabasaba, na wengine Mungu amewafanikisha sana. Kwa hiyo kitu hiki unachokiona kuchakaa. Haleluya. Ayubu alichakazwa kweli. Ayubu anazungumza maneno haya, alipitia kwenye kuchakaa. Marafiki zake, haleluya, marafiki zake walinena wakamwambia, hapana, wewe kuna mahali unadoa, unakosa, kuna mahali umemsema Mungu huyo wako vibaya, yamkini umetenda dhambi. Huko ndiko kuchakaa, kusemwa, kunenwa. Watu wana uwezo wa kukunena kwa sababu ya kile wanachoona na macho, kwa sababu ya kile wanaposikia, wanachosikia watu wakisema. Bwana tusaidie sana. Watu wana uwezo wa kukusema sana. Haleluya. Lakini je, Mungu anasemaje? Je, umejaribu kutafuta tathmini? Yesu mwenyewe alitafuta tathmini, akauliza watu husema mimi ni nani? Na nyinyi je, mnanisema kuwa mimi ni nani? Bwana asifiwe sana. Watu wana uwezo kusema, lakini ni vizuri ndugu yangu, siku zote tafuta Mungu anasema nini juu yako. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona ijapokuwa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Ndio anasema, na ndio kichwa cha ujumbe wetu, kwa harufu ya maji. Haleluya. Harufu ya maji. Maji yanasimamia Roho Mtakatifu. Unaweza kusimamia Roho Mtakatifu. Maji yanaweza yakisimamia neno la Mungu. Haleluya. Maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Harufu, kwa harufu ya maji
sio kwa maji, harufu tu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wewe unatii maelekezo, kwa sababu wewe unatii neno la Mungu kupitia kwa mtumishi wake, kwa sababu unasikiliza. Biblia inasema utakaposikia, haleluya, neno la Mungu kwa bidii na kutenda sawa sawa na alizoagiza katika Kumbukumbu la Torati sura 28, ndipo hizo baraka zitakujia na kukupata. Haleluya, zinatajwa hapa. Kusikia na kutii. Bwana tusaidie sana. Sio kuangalia na macho na kusema mbona mimi nawaza hivi. Roho Mtakatifu anasema nini? Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nataka tuone katika Yohana sura ya 7. Yohana sura ya 7. Tufungue pamoja nami kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 7 mstari wa 37 hadi 39. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Mstari wa 38, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Bwana asifiwe. Manake ni Roho Mtakatifu, vipaji na karama. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Bwana asifiwe. Maji, haleluya. Bwana asifiwe. Nataka tufungue katika kitabu cha Isaya tuweze kupitisha kitu hapa Isaya, ili twende kidogo cha kujifunza. Isaya, muda wetu ni mzuri. Katika kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 19, Biblia inasema Mungu anasemaje kuhusu hili, ili kulikaza hili neno. 43 mstari wa 19. Isaya 43:19. Anasema, tazama nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Anasema, tazama nitatenda neno jipya. Bwana anataka kuja kukutendea neno jipya kuhusu hiyo changamoto unayowazia. Haleluya. Anasema anasema sasa litachipuka, manake itatokea, itadhihirishwa. Hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Haleluya. Nitafanya njia hata jangwani, manake mahali ambapo mizizi imechakaa kama tulivyoona, mahali ambapo kwa maono, kwa mawazo ya mwanadamu basi kumekufa, mahali ambapo hakuna matumaini kwa viwango vya kibinadamu, mahali ambapo mizizi imechakaa kwenye udongo. Unaona huo mti hata ukimwagia maji kiasi gani hauwezi ukafufuka, lakini kwa harufu ya maji, sio kwa maji, kwa harufu ya maji Bwana anasema atafanya. Haleluya. Bwana anasema atafanya. Bwana asifiwe. Anasema nitafanya njia jangwani, mahali ambapo watu wanajua jangwani hakuna chochote, hakuwezekani, kuna ukame. Ni wakati wa hari siku zote. Anasema na mito ya maji nyikani. Haleluya. Mahali kukavu, anasema mito ya maji. Bwana asifiwe. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia mahali hapa. Nitatenda neno jipya. Na katika Yeremia hapo, ili tutie mkazo Yeremia 17:7 na 8. Anasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua. Haleluya. Wala hautaacha kuzaa matunda, wakati ambapo wengine wanakuangalia, wengine wanasema, na wengine wamekata tamaa kwa sababu hawana tumaini la utukufu. Wewe utaendelea kuzaa matunda. Yanaweza yakawa amezaliwa katika roho, haleluya, lakini bila shaka
yatadhihirishwa katika mwili katika jina la Yesu. Haleluya. Unajua imani ndani yetu inayofanya kazi ndani yetu inazaa kwanza ndani kabla haijadhihirishwa nje. Bwana asifiwe. Naomba tukae tukiwa tuna matumaini katika jina la Yesu Kristo. Cha kujifunza, nataka tuangalie mambo matatu. Moja ni kwamba Mungu anatupenda sana. Upendo wa Mungu hauwezi ukalinganishwa na kitu chochote kile, maana upendo wake haupungui kwa sababu ya hali zetu au udhaifu wetu. Bwana asifiwe sana. Upendo wa Mungu hauwezi ukalinganishwa na kitu chochote. Kumbuka Biblia inasema kwamba sisi ni bi harusi wake. Haleluya. Mungu ana wivu mwingi sana juu yetu. Haleluya. Kwa sababu ulimkiri kwa kinywa, kama tulivyoona juu ya vitabu na kitabu, ukasajiliwa kwenye kitabu cha uzima. Bwana atusaidie sana. Na ukatembea kwa matendo yaliyoandikwa kwenye vitabu, matendo ya haki. Hata ukijikuta ukakosea katika njia moja na nyingine, labda kwa kunena au kwa kuwaza, lakini ukabaki kwenye njia, kumbuka upendo wa Mungu haupungui kwa sababu ya changamoto zetu katika jina la Yesu. Mungu anabaki kuwa anatupenda upeo. Haleluya. Alimtoa Kristo tulipokuwa tungali wenye dhambi. Katika kitabu cha Warumi nasema, haleluya, 5:8. Nasema tulipokuwa tungali wenye dhambi akamtoa mwanae wa pekee. Haleluya. Upendo huo hauwezi kupunguka ukiwa umeingia katika ushirika na yeye. Ndivyo unavyozidi. Kwa hiyo unapoona changamoto ukiwa katika Kristo, ni vizuri kufurahia kama Paulo mtume. Paulo mtume anasema alikuwa anafurahia dhiki. Haleluya. Kwa sababu anajua inaleta saburi, alafu inaleta udhabiti wa moyo. Bwana atusaidie sana. Bwana asifiwe. Nataka tuone hilo. Nimesikia katika kitabu cha haleluya, katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 3 na kuendelea hapo. Wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Bwana asifiwe. Saburi ni kama uvumilivu. Na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo. Kiingereza anasema it builds your character. Inatengeneza tabia katika Amplified Bible. Hallelujah. Na King James Version anasema inatengeneza tabia. Na katika Kigiriki, katika lugha ya Kigiriki inasema inakupa uhai, inakufufua manake. Bwana asifiwe sana. Saburi. Na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo. Manake inatengeneza tabia halisi ya Mkristo. Sio kulialia, ni kuamini. Watu wanakuacha, anasema satutaki mambo ya huyu jamaa. Anaamini tu, na jana tumelala njaa, lakini anasema anampenda huyo Mungu wake. Wanakuacha kama Ayubu, mke wake akamwambia, mkufuru huyu Mungu ufe. Akamwambia, unaongeaje kama mmoja wa wanawake wapumbavu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu akaendelea kudunda. Kumbuka alikuwa amejaa vidonda, anawekewa majivu, anaumwa, lakini na watoto wake wamekufa, utajiri wake umekwisha, lakini anasema siwezi kuinua kidole changu juu ya Mungu wangu. Haleluya. Yeye anayejua, anayehesabu upepo, anajua idadi ya upepo. Haleluya. Ayubu akawa anamfahamu Mungu, na ndio maana anasema katika Ayubu 21:22 anasema mjue sana Mungu, ndio uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyo kujia. Haleluya. Yeye alimjua Mungu kindani ndani, na ndio maana anapozungumza maneno haya kwamba kwa harufu ya maji, ni kweli na ni hakika, amepita ameona. Kwa harufu ya maji ameona akirudi tena, ameona akifufuliwa tena. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza, na ni vizuri tuone katika Yeremia jambo hili ambalo nimesoma. Tuone Yeremia sura ya 29 na
mstari wa 11 hadi 13. Asema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Mungu anatuwazia matumaini na kuongezeka. Anatuwazia amani, afya, uzima. Anatuwazia kuongezeka katika maeneo ya baraka zake. Haleluya. Anasema atatusikiliza. Ni vizuri kuelewa hivyo. Kwa hivyo Mungu anatupenda sana. Na katika Yohana 3, kazi hilo, Yohana sura ya 3 mstari wa 16, naelewa kwamba kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima kisha awe na utele. Nataka tuone jambo la pili cha kujifunza. Mungu anawaheshimu sana wanaomtumikia. Mungu anaheshimu sana, anawaheshimu wanaomtumikia. Na niliwaambia utumishi kwa Mungu amewapa kila mtu katika aina yake. Bwana asifiwe. Nimekuwa kwenye makanisa makubwa, wakati mwingine watu wanakosa kuelewa kwamba kila mtu ameitwa kwa wito wake. Katika kitabu cha Yohana sura ya 21, Yesu anamuita Petro, anamwambia njoo nifuate. Petro anageuka, anamuona Yohana anafuata. Anamuuliza, na huyu je? Bwana Yesu anashindwa kuelewa, na yeye ameitwa kivyake. Kuna mtu ameitwa kwa ajili ya kuombea intercession. Kuna mtu ameitwa kwa ajili ya kufadhili kazi ya Mungu. Kuna mwingine ameitwa kwa ajili ya kutoa, mwingine ameitwa kwa ajili ya maombi, na mwingine kwa ajili ya kufundisha neno, mwingine kwa ajili ya kuabudu na kusifu, kuongoza ibada ya sifa na kuabudu. Haleluya. Kila mtu ameitwa katika eneo lake, labda maeneo mawili matatu au eneo fulani. Bwana asifiwe. Lakini Petro akawa anashangaa. Yesu akamwambia, achana naye, nikisema hafi mpaka nije inakuaje? Bwana asifiwe. Wakachanganyikiwa zaidi. Kila mtu ameitwa. Lakini jambo la mwisho na tatu, Mungu anapenda sana ushirika wetu na yeye. Fellowship. Haleluya. Mungu tangu mwanzo wa uumbaji alikuwa na ushirika na Adamu na Eva. Adam na Hawa alikuwa na ushirika nao siku zile tangu mwanzo. Apenda ushirika. Biblia inasema alikuwa anakuja wakati wa jua kupunga, wanakaa wanazungumza nao, wanakaa nao. Hivyo kupitia Roho yake aliyoweka ndani yetu, anapenda ushirika. Na ndio maana tunatamani na tunafundisha sana kuhusu kuwa na faragha na Mungu mara kwa mara. Bwana tusaidie sana. Nakumbuka juzi ile tulikuja na mama tukalala hapa ofisini. Mungu alitusemesha sana. Faragha ni nzuri. Na kule milimani pia unakaa. Wakati mwingine usiku unaamka unaenda sebuleni, unasikiliza. Bwana asifiwe. Unatoka kwenye comfortable zone, unasikiliza Mungu anasemaje. Bwana asifiwe. Kwa sababu anapenda ushirika. Usipomsemesha katika ule utulivu wa ushirika, maana Mungu anasema katika moyo. Niliwaambia moyo una mifumo yote. Moyo, Biblia inasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Una macho, una masikio, moyo una kinywa. Kwa hiyo unapozungumza naye katika moyo, katika tafakari, Mungu anajivunia kuwa ana sehemu yake ndani yako. Anatukuita wakili wa siri za Mungu. Bwana asifiwe. Anakuamini kama wakili. Unajua wapenda waamini mawakili zao hata wakati mwingine kuliko wake zao au waume zao. Bwana asifiwe. Unampa siri zote. Bwana kusaidia kuliko mkeo au mmeo. Wakili. Sasa Mungu, Biblia inasema sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Tunatakiwa kuwa hivyo. Anasema na ijulikane hivyo kwamba sisi ni mawakili wa siri za Mungu.
ametuamini kuliko kitu chochote kile. Bwana tusaidie sana. Vizuri tujue hivyo, lakini tutambue kabisa napoenda kuhitimisha kwamba Mungu anapotuamini kiasi hicho, adui hafurahi, kwa sababu adui alishawahi kuaminiwa. Alishawahi kuwa mbinguni, alishawahi kuaminiwa kikundi cha sifa na ibada, kikundi kikubwa sana chenye nguvu sana. Alishawahi kuaminiwa na Mungu, na anajua unapoaminiwa jinsi unavyosikia, lakini jinsi unavyofaidi na jinsi ambavyo unavyopokea neema na mema. Kwa hiyo anashindana na hali hii ya kuaminiwa, hataki uaminiwe kabisa. Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Ninasema leo kwa harufu ya maji, haleluya, kwa harufu ya maji nakwambia hiyo biashara yako itachipuka tena, afya yako itachipuka tena. Kwa harufu ya maji naomba tusimame kwa ndugu yetu katika jina la Yesu.